Nashukuru sana ndugu yangu kwa ukaribisho huu. Ndugu zangu waandishi, kwanza tunawashukuru kwa kuweza kufika hapa. Lengo ni kutimiza azma yetu hii. Imekuwa na mchango mkubwa sana katika mambo mbalimbali hususan ya michezo, na ninyi mmekuwa chachu ya mafanikio katika nyanja zote. Kwa hiyo sisi kama Mafia Boxing Promotion hatuna budi kuwashukuru kwa jitihada zenu mnazozionyesha ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanakaa sawa. Sisi Mafia Boxing Promotion tunaamini kwamba bila ninyi kujitoa tusingekuwa hapa leo, lakini ni moja ya mchango mkubwa ambao mmeutoa ninyi mpaka leo tunatajwa Mafia Boxing Promotion. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Karibuni sana. Tumewaita hapa leo, lengo ni kuwahabarisha tena Watanzania kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tumeingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama. Tumekuwa na msimu tulipoanza huko mwanzo mpaka kufikia leo season ya 8, tukiwa katika mafanikio makubwa sana, na haya pia yamechangiwa vile vile na juhudi zenu kama waandishi habari. Kwa hiyo leo tuko hapa kuwahabarisha Watanzania wapenzi wa masumbwi kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama, msimu ambao utakwenda kufanyika katika usiku wa tarehe 24 mwezi huu wa 4 katika ukumbi au viwanja hivi vya Ubungo katika soko la kimataifa hapo Ubungo. Nafikiri kila mmoja wetu anaifahamu sehemu hii. Kwa tarehe 24 ya mwezi wa 4 knockout ya mama inakwenda kufanyika hapa. Kutakuwa na ugeni mbalimbali kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini tutakuwa na special appearance vile vile katika usiku huu. Kutakuwa na burudani mbalimbali, mwanzo ni kabla ya mapambano. Kwa tunawaambia Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake kwamba tujitokeze kwa wingi sana, tujitokeze kwa wingi kuja kuwasapoti vijana wetu hawa ambao wanaipeperusha bendera ya Tanzania. Ni vijana wa Tanzania ambao wanakwenda kupambana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Of course lazima watahitaji hawa support sisi kama wapenzi. Kwa hiyo bila kuwa support hawa kidogo kutakuwa na jambo ambalo si zuri. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote ambao mpo ndani ya Tanzania na kwa ninyi ambao mpo nje ya Tanzania, mko nje mkoa huu Dar es Salaam, mnaweza pia mkashiriki hili pambano kwa kulipia vingamuzi vyenu vya Azam, ilipia kingamuzi chako, na imani kwamba bila shaka utakwenda kupata burudani iliyo nzuri ya aina yake. Kwa hiyo Tanzania mwe na habari hiyo kwa tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 hapa Ubungo kwenye soko la kimataifa la Ubungo, Mafia Boxing Promotion katika msimu wa 8 wa knockout ya mama unakwenda kufanyika tukio kubwa sana la masumbwi, na tuna imani kwamba kwa maandalizi ambayo vijana wetu hawa wamepata chini ya walimu zao, hatuna shaka kwamba ushindi utakwenda kupatikana. Ni usiku ambao utasheheni mikanda ya aina 3 mikubwa kabisa. Tutakuwa nayo hapa. Ndugu yangu Omar Clayton atakwenda kutangaza ni mikanda ya aina gani na nani anakwenda kupigana na nani. Kazi yangu kubwa ni kuwaarifu tu wa Tanzania wajue hilo na kuwakaribisha wote tuje hapa kwa viingilio rafiki sana, ambapo ndugu yangu pia atakwenda kutangaza hapa. Mtakuja kupata burudani hii kwa kiingilio cha kiasi gani, mambo yote haya yatakuwa wazi na ndugu yangu Omar Clayton. Na Mafia Boxing Promotion tumefanikiwa pakubwa sana toka tulipoanza misimu hii, msimu wa kwanza mpaka leo msimu wa 8. Kwa kweli ukiangalia records za mabondia wetu zimekuwa record ambazo zinakupa moyo na zinakufanya uweze kufanya makubwa zaidi, zinakuhamasisha kama msimamizi au kiongozi
basi uweze kuwekeza zaidi ili vijana hawa waweze kufika mbali zaidi. Tumeanza nao vijana hawa wakiwa bado huko chini sana, lakini kadri tunapoandaa mapambano wanapata ushindi na wanakaa katika rekodi nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa mafanikio, bila shaka tunashukuru kwamba tuko vizuri. Vijana hawa ukiangalia hivi sasa wanaobondia ambao wana nyota 2, 2.5, 3 mpaka 3.5. Mafia Boxing Promotion tunabondia sasa hivi ambaye ana nyota 3.5, kijana wetu Salmin Kasim, ambaye pia nichukua nafasi hii kuwaambia Watanzania kwamba sasa hivi kijana huyu siku yoyote baada ya siku 2 nafikiri atakuwa safarini kuelekea katika kisiwa cha Guyana ambacho kiko ndani ya Marekani. Kwa hiyo atakwenda kupigana. Tayari ni mafanikio ambayo tumeyapata haya. Kama sikuwekeza kwa kiasi hiki, sidhani kama sasa hivi tungekuwa katika hali kama hii. Kwa hiyo kijana wetu Salmin Kasim anakwenda nchini Marekani kupigana, anakwenda kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia wengi za mabondia zinakuridhisha, zinakufanya uweze kuwekeza zaidi, zinakupa hamasa ya kufanya makubwa zaidi. Mafanikio makubwa sana tumepata kwa kipindi chote hichi kadri tulivyokuwa tunaandaa haya matamasha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Shobani na ndugu zangu wa Tanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa, tunawahabarisha tena kwa tarehe 24 tujitokeze kwa wingi sana kuja kwa support hawa vijana. Lakini pia tutakuwa ni wachoyo wa shukrani kama hatutaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye pia amekuwa ni chachu ya mafanikio kwa hawa vijana wetu, lakini si mabondia wa Mafia peke yake, hata kwa wale bondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Mheshimiwa Rais amekuwa na mchango mkubwa sana kwa upande wa michezo kwa ujumla wake. Ni nyote ni mashahidi, tumekuwa tukiona Mheshimiwa Rais alikuja na goli la mama. Lengo lilikuwa ni kuwapa hamasa wachezaji wa mpira ili waweze kufanya mazuri zaidi, na tumeona kwa muda mfupi sana hata ukiangalia level au viwango au matokeo ya timu zetu za mpira zimekuwa tofauti na hapo zamani. Lakini pia hakuwaacha hivi tu watu wa boxing, na akaja na knockout ya mama vile kwamba kwa kweli knockout ya mama na yeye akaweza kutia chochote kilichokuwa chake. Tumeona mabondia wamekuwa wakitoka hapa na pesa taslim milioni 10, milioni 5, milioni 2. Kwa kweli ni mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameuweka katika tasnia ya michezo. Kwa hiyo kwa nafasi hii vile tupende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa sana kuwezesha vijana, kuwatia nguvu, kuwapa hamasa ili vijana hawa waweze kufikia katika malengo yao. Nafikiri kwa haya ambayo nimezungumza, kama baadaye kutakuwa na maswali mtajaribu kusikiliza na kuweza kujibu, lakini kwa sasa hivi nitastop kidogo ili ndugu yangu wakaribishwe kuweza kutaja katika sehemu iliyobakia. Asante sana. Nashukuru ndugu yangu kwa swali zuri. Rematch na tegemea na mpinzani ambaye amekuja kupigana na bondia wa hapa na kapata matokeo gani. Kwa hiyo hatufanyi tu rematch kwa sababu inawezekana mtu kaja hapa akapoteza. Ni yeye sasa kwa upande wake pengine labda angetaka kuwepo na rematch, lakini pia tunaangalia rematch ambayo ina manufaa gani. Kwa hiyo tunaangalia kwa sababu si kila bondia ambaye labda anakuja hapa akapigana akapata ushindi ukampelekea taarifa ya rematch akaiko tayari kuipokea, wakati mwingine inakuwa ni ngumu kidogo. Na ukiangalia records za bondia wetu si wengi ambao wamewahi kupoteza katika hii michezo, ni wachache mno. Takriban ukifuatilia matamasha yetu haya, matamasha mengi ya ngumi ambayo tumeandaa mapambano haya tumekuwa tukipata ushindi mzuri tu. Kwa hiyo ni fight chache ambazo tumewahi kupoteza kwa vijana wetu mmoja, na hilo tunalo vile, lakini rematch tunaangalia ni rematch yenye manufaa gani, kwa sababu mara nyingi Mafia Boxing Promotion tunaangalia sana katika upande wa manufaa. Hatupigani tu kupigana vile, hapana, tunaangalia
upande wa manufaa baada ya hii fight, bondia wetu anakwenda kukaa wapi katika upande wa rank, bondia wetu ananufaika na kitu gani, tupo katika manufaa zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tunaangalia mechi, ikiwa ina manufaa tunaenda nayo, ikiwa haina manufaa tunaweza tukaiachilia mbali. Kwa hiyo ushindi ulipatikana kwa kiasi kikubwa sana kwa mabondia wetu. Kwa hiyo huwezi kupata mechi nyingi, kwa sababu wengi na bondia wetu tumeweza kupata ushindi mzuri na wenye kuridhisha, na kiasi kwamba sasa hivi mabondia wengi Mafia Boxing Promotion wapo katika record nzuri sana. Kwa hiyo nategemea na manufaa yatakayopatikana katika mechi hii. Nyingine baada ya hapo tutakuwa tumaliza maswali kwa waandishi wa habari. Tutamkaribisha kuendelea na matangazo kama kuna chochote nimesahau, alafu tutamaliza kwa ajili ya neno la shukrani. Lakini kwa sasa swali hilo. Na Waswahili wana maneno yao, wanasema kwamba safari moja huanzisha nyingine. Tumeanza na safari hii ya kuona promotion ya ngumi ya Mafia Boxing, na tumeanza na mabondia wachache sana, mabondia 4 mara ya kwanza kabisa, ambao hawakuwa na record yoyote, hawakuwa na namba katika upande wa ranking. Lakini siku baada ya siku nafikiri ni mashahidi hivi sasa tupo katika sehemu gani. Ulipozungumzia swala la umri, ni kweli michezo mingi kwa ujumla wake inaangalia sana umri wa mchezaji, na sisi tumeangalia ile kwa kiasi kwa mapana zaidi. Ukiangalia mabondia wetu, mabondia ambao wengi wao umri wao ni chini ya miaka 25 kuja chini, 20 kuja chini, bado wana nguvu za kutosha, bado wana uwezo wa kutosha, na bado wana uwezo wa kufanya makubwa zaidi. Na ndio maana tumekuwa tukiandaa haya mapambano, back to back, kufikia malengo zaidi. Sije kafika bondia amefika umri mkubwa ambao kama uliotaja ndugu yangu hapa hivi sasa, bondia ana umri mkubwa alafu hana chochote alichokipata katika boxing, ni hasara na ni majuto na ni huzuni kubwa. Kwa hiyo hatutaki kufikia huko. Tumeanza nayo mapema, ili swala tumeanza nalo mapema, kuandaa hawa vijana katika umri mdogo. Sasa hivi ukiangalia wako katika umri mdogo, lakini wana record nzuri sana. Na hilo ambalo umelizungumza, kuanzisha academy, ni swala ambalo tunalo ndugu yangu Dragon, labda nikwambie, tuko nalo, tunaamka nalo. Tuna mambo ambayo tumeyaweka pale, atakapotimia it's when then tunakwenda kuanza na hayo ambayo umezungumza. Kwa hiyo swala la academy Mafia Boxing Promotion tuko nalo na liko njiani, halina muda mrefu. Na sio hilo tu, tumeanzisha au tuna mpango vile vile wa kuanzisha usakaji wa vipaji katika mitaa. Tayari tumezungumza na viongozi wetu wa TPBRC kuona jinsi gani tunaweza tukaliendea hili. Kuna mpango mikubwa sana mbali ya hayo ambayo tunazungumza, na mengine mazito makubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kuwa tumeanza safari moja, basi safari ya pili inafuata. Kwa hiyo haya ndugu yangu leo sina wasiwasi, yote yatakamilika.